Uhali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa Tambue Sheria TV. Leo ni wako Pastori Anton Obiero. Kwa siku ya leo kuna kisa kimetufikia hapa ambacho kimetokea huko mkoani Mara wilayani Tarime, ambapo kuna kijana mmoja aliyesingiziwa kesi ya wizi, kesi ya kuiba kuku, na mama mmoja ambaye alikuwa anamtaka kimapenzi. Lakini mwisho wa siku, kutokana kwamba yule kijana alimkataa, yule kijana alikuwa amepanga, na sema hapo amepanga kwenye ua kuku wa yule mama walikuwa ni majirani. Kwa kuku wake walikuwa wanatembea katika eneo lile. Yule kijana alikuwa na mazoea kutokufunga mlango. Kwa hiyo siku hiyo yule mama alikuwa aoni kuku wake usiku. Kumbe kuku alikuwa ameingia kwenye ile nyumba ya yule kijana na ameingia uvunguni mwa kitanda. Yule mama akawa anatafuta kuku wake, ametafuta akawa amewakosa. Baada ya kuwakosa kwenda kugonga kwa majirani, akaambiwa kuku hamna, lakini mwisho wa siku kufika wakati wa usiku anasikia kuku analia kwa yule kijana. Yule mama baada ya kusikia hivyo, akaenda akampigia yule kijana kwamba yule kijana ni mwizi. Akamwibia kuku wake. Na yule kijana hakuwa na neno, kwani alishangaa na alihamaki kweli kweli, na akapelekwa mahakamani kwa kosa la wizi. Baada yule kijana kufikishwa mahakamani, kutokana na kwamba alikuwa na jazba sana, lakini pia alikuwa na hasira sana, kwani alijua moja kwa moja amesingiziwa na anaonewa kwenye ile kosa. Hivyo kutokana na hasira aliyokuwa nayo alishindwa hata kujieleza na akawa ameshindwa kesi. Na kutokana na kwamba hakuwa na historia yoyote ya wizi wala jamii ilikuwa mtambui hivyo, lakini kuna ile msemo sasa unaosema mshikona ngozi ndo mwizi. Yule kijana alihukumiwa miezi 6 ya kwenda kujifunza jela. Lakini hakuwa anajua taratibu zozote za kisheria wala nini. Kwa hivyo akakubaliana tu kwamba dunia inamuonea, dunia inamtesa, kwani kutokana na uwezo wake na kipato chake ndio maana leo anaishia jela. Yule kijana alihukumiwa miezi 6. Baada ya kuhukumiwa miezi 6, akiwa kule gerezani alikuwa anapatwa na hasira sana. Akawa amejenga chuki ndani yake. Baada ya kujenga chuki, baada ule muda wake kuwa umeisha, aliachiwa. Na baada ya kuwa ameachiwa alirudi mtaani, lakini akiwa na kinyongo ndani yake. Akaenda akachukua silaha, alichukua mti, akaenda akamvamia yule mama, alimpiga kweli kweli, alimjeruhi sana. Alipokuwa amemjeruhi, akaja akashikwa tena kwa mara ya pili kwa kosa la shambulio. Sasa akiwa kule akasema kwamba nilisingizia kesi yule mama nikafungwa na nini. Ni kweli kabisa, ukiangalia katika masuala ya kijamii na tunao mazoea tu, ukichukulia katika hali ya kawaida unahisi huyu kijana yuko sahihi kwa sababu alisingiziwa. Lakini je, katika mtazamo wa sheria huyu kijana yuko sahihi? Jibu litakuwa ni hapana. Ni hapana kwa sababu katika sheria maamuzi yanapotolewa na mahakama unakuwa hujaridhika, unapaswa kukata rufaa. Na unakata rufaa katika mahakama ya juu. Kama ilikuwa kesi iko mahakama ya mwanzo, utakata rufaa ya mahakama ya wilaya na haki yako utaipata. Lakini yule kijana kutokana na kwamba hakujua hizi taratibu, kwa hiyo haki yake ikawa imefukiwa. Lakini kuna msemo semao, mahakamani wewe mwenye shauri ndio unapaswa ulifanyie kazi au ulichukulia hatua, kwani mahakama sio babako wala mama yako. Kwamba usiporidhika na maamuzi yenyewe itajua kwamba leo mwanangu hajashiba maziwa nimuongezee. Mahakama inakusikiliza mwenye shauri, kwa kama hujalizika unapaswa ukate rufaa na haki yako itafanyaje? Itapatikana. Kwa nini cha kukuasa wewe mwanajamii mwenzangu, lakini pia mfuatiliaji wa Tambue Sheria TV pamoja na Tambue Sheria Organization, kwamba unapopata na changamoto au kuna shauri limekukabili, umpelekwa mahakamani, hujaridhika na maamuzi, usijichukulie sheria mkononi, kwani kuna taratibu ambazo unaweza kuzifuata na haki yako kaipata bila shida yoyote na ukapata uchanganuzi mzuri sana. Kwani hiyo nguvu ambayo unataka kuipeleka jela sisi tunahitaji huku duniani. Tunahitaji katika ujenzi wa taifa. Wewe ni bora na jamii na kuhitaji, kwani nguvu yako unaweza kutuletea uzinduzi au uvumbuzi wa jua kitu kimoja ama kingine ambacho kitatusaidia sisi kama vijana na jamii moja kwa moja kujiajiri. Lakini pia mchango wako
utaboresha sana katika kuchangia kodi ili tuweze kujenga mahospitali na shughuli mbalimbali za kijamii zikaweza kuendelea. Hivyo basi tujitahidi kujifunza, lakini pia kutaka kuelewa sheria inatulinda vipi hata tunapopata na jaribu ama changamoto yoyote. Hakuna kitu chochote ambacho sheria haijakitolea ufafanuzi. Kwa hiyo unaweza kupata haki zako za msingi pasipo na shida yoyote na ukawa mtu mwema na mtu bora sana katika kuchangia uendelezaji wa taifa hili. Tunapoelekea dira ya 2050 itakuwa sehemu bora sana katika jamii. Ulikuwa naye Pastor Anton Obiero. Asante.